Ni katika maadhimisho ya siku ya uhamasishaji dhidi ya dawa za kulevya. Imebainika kuwa dawa za kulevya aina ya bangi na kokeni husafirishwa kutoka taifa la Uhabeshi hadi humu nchini. Wengi wanaoendesha biashara hii wakiwa ni wanafunzi wa kike wa vyuo vikuu kwa ahadi ya kupata fedha za haraka. Sio bangi peke yake inaingizwa Kenya. Cocaine pia inaingia Kenya. Na wengi ambao tumeweza kuwashika, wengi wao ni wanafunzi wa university. Kulingana na ripoti ya NACADA ya mwaka 2022, Mkenya mmoja kati ya 8 hutumia pombe kupita kiasi, huku mmoja kati ya wanafunzi wawili wa vyuo vikuu akiwa mtumwa wa pombe. Aidha, ripoti hiyo inaonyesha kuwa mmoja kati ya Wakenya 12 hutumia tumbaku. Kwa kila watu wa Kenya 8, mtu mmoja anatumia pombe. Na ukikompare hiyo na ile research tulifanya kwa university students, inaonyesha kwa kila wanafunzi wawili, mmoja anatumia pombe. Ili kukabiliana na tatizo hilo, mamlaka ya NACADA sasa inawapeleka wafanyakazi wake kote nchini kushirikiana na wadau katika serikali za kaunti ili kubaini chanzo cha ulanguzi wa dawa za kulevya. We want to work with the county commissioner, the governor, the county commissioner na wale wote ambao kwa hiyo county, tujue shida ya hii county kwa madawa ni nini.